alladhina kafaru, waliokufuru mpaka muda wao wa kukaa duniani unaisha, saa ya mwisho ya kuishi kwake ikimalizika, akiondoka duniani ana saini ya kuwa huyu kafiri. Adalla a'malahum, matendo yao yote walioyafanya duniani Allah huyahesabu yamekosewa, wamepotea. Kwa hiyo kama mtu anafanya jambo lake kama mwenyewe kajua huu ni utumwa wangu natumika, na kama ana hakika kwamba kila nitakalolifanya kwa kutumika yuko anayeniangalia, kaahidi atanilipa, anapaswa kazi yake aifanye vizuri, kwa kutegemea kwamba leo ndo ninafanya hii kazi, kuna siku ya kuja kupokea ujira. Lakini huyu muajiri wenyewe yuko makini, mara humnyima mtu siku ya kazi akasema ninakata hii kufanya kazi, mara anakataa asema kazi yenyewe sikuridhika nayo sikulipi. Sasa mtu hapa lazima awe muangalifu. Alladhina kafaru, watu waliokufuru, wasaddu an sabilillahi, na haikuridhisha kwao, hawakutosheka na kukufuru wenyewe tu, walijichukulia na watu wengi wakawazuia wasende kutekeleza ya Mungu wao, na waliowafuata adalla a'malahum, kazi zao zote walizofanya duniani zimepoteza mwelekeo, hazistahiki kulipiwa ujira. Kuishi tutakuwa tumeishi sawa sote, wazuri na wabaya, lakini hawa waliofanya vibaya katika walioyafanya wasitegemee kuwa siku ya malipo na wao watalipwa, na kile watakacholipwa kiwe ni chema chenye manufaa. Wameharibu utumishi wao, kazi yao ni mbaya, haikuridhisha. Muajiri anasema mimi sitoi mshahara. Kwa hiyo mtu mfanya kazi huyu hajihurumii, kaka hapa si kwake, hapa hakuja mwenyewe kaletwa. Yote ambayo yeye anayapenda yanayomsumbua ni hiba tu, kapewa ofa, anafadhiliwa, alafu bado anafanya jeuri, anafanya atakavyo, hafanyi itakiwavyo. Kwa hiyo anayoyafanya mtu kafiri yanaishia katika upotevu. Walladhina amanu, na wale walioamini ujumbe kwao umefika, wameusoma wakauelewa, baada ya kuelewa wakawa makini katika utendaji na utekelezaji. Walladhina amanu, na wale watakaoamini habari hizi walizoletewa, muongozo waliopewa wakautumia, wakaufanyia kazi. Waamilu salihati, wakatenda mambo mema, kile walichoamini wakakitekeleza kwa vitendo. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, wakayaamini maagizo yote yaliyoteremshwa kwa Muhammad. Kuna msisitizo wa aina yake kwamba hapa walikuwa wanaingizwa na watu wengine wanaodai wao wako huru, hawalazimiki kumfuata Muhammad, kama Mayahudi na Wakristo. Wanasema huyu bwana sisi hatuna imani naye, Mungu ndo hakuona wa kumpa utume wake zaidi ya huyu, sisi huyu tu hatukumpenda, tunamchukia. Na hii kibinadamu imo hata kwa Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Unaweza kuwa yuko mtu Mwenyezi Mungu kamtunukia kwa mwenyewe maamuzi yake, kampa alichompa katika vipaji, ana elimu, wakatokea wenye elimu wengine wakisema na huyu naye pia awemo, huyu mimi sikumpenda namchukia, basi ikawa hawaelewani, labda kwa choyo, hasadi, au mmoja anajivuna sana na anamdharau mwingine. Lakini Mungu mwenyewe ndo anayeamua nani ampe nini na nani ampe nini. Kwa hiyo kuna watu wao wanasema wanajua anachokisema Muhammad ni kweli, na maadam anachokisema ni kweli, basi itakuwa na yeye ni mtu mtukufu, anayoyasema kapewa. Lakini sisi Mungu tunamkubali, tunamheshimu sana, lakini kwa kumfuata huyo atatutaka radhi, sisi hata huyu Kwa hiyo akasema walioamini na wakathibitisha walichoamini kwa vitendo, wanakusudiwa ndo watu wa Muhammad, wafuasi wake.
Lakini na wengineo wote ili ya kwao yakubaliwe, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Kwa sababu kama haya maneno hayakuwekwa, hata watu wa dini za awali na wao wanafanya mema, wanasema wanaabudu Mungu, wanaomba dua, wanasali, wanafanya mambo mengine kwa mujibu wa maagizo ya Qur'ani. Kwa hakika yale mengine yaliyoagizwa kwenye Qur'ani na wao wanayafanya, lakini na wao pia yao hayatokubaliwa ikiwa sharti la kumtambua mtume huyu litakosekana. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa mimi kumuapa yule bwana ambaye nafsi yangu imo mkononi mwake, yeye ndo kanimiliki. Alikuwa pia anapenda sana Mtume kuapa hivyo. Walladhi nafsi biyadihi, ninamuapa Mola wangu ambaye nafsi yangu imo mkononi mwake, kaimiliki, anaweza kuisarifu atakavyo. Ninamuapa huyo, la yasma'u bi, hatosikiapo habari zangu mimi ninazozihubiri hizi, min hadhihi al-ummati, katika umma huu wa mwisho, yahudiyan wala nasraniyan, hatozisikia habari hizi Myahudi yoyote wala Mkristo yoyote, thumma yamutu walam yu'minu bima ursiltu bihi, halafu mtu huyu akaishi duniani akafikwa na saa ya kufa, anakufa bado hajayaamini yale niliyotumwa kwayo, illa kana min ashabin nari, isipokuwa mtu huyo atakuwa ni katika watu wa motoni. Chuki yako binafsi ya kumchukia mtu mpaka na analolisema, hata kama analolisema ni kweli, haiwezi kukusaidia kitu. Motoni utakwenda. Maana mtume yoyote anakuwa ni kama ndugu kwa mtume mwingine. Wote wamekuja na ujumbe mmoja, walilazimika watu waangalie nani kaleta ujumbe huu, wasimuangalie aliyepewa ujumbe, yeye katumwa, ana kosa gani? Kwa hiyo sharti katika masharti ya kukubaliwa kwa mazuri anayoyafanya mtu, yakubaliane na sharti zote za imani. Uamini Mungu, uamini malaika wake, uamini vitabu vyake, uamini mitume wote, mitume wake, uamini siku ya malipo na ujiandae, na uamini qadari katika maamuzi yanayoamua Allah. Yakiwa ni mazuri utayapenda, au maamuzi yake ni katika mambo utakayoyachukia. Uamini Allah akakadiria mambo mengine utayapenda, mengine hayatopendeza, lakini ujue yote hayo minallahi ta'ala, yanatokana naye Allah mtukufu. Ni sharti ya imani hizo. Kwa hiyo wewe kwamba nakubali anachokisema ni kweli, lakini simfuati kwa sababu huyu aliyesema simpendi, hii itakuwa ni upumbavu wako mwenyewe, kwa sababu wewe kumchukia huyu kumchukia kwako haimpunguzii kitu, wala kule kukataa kwako kumsikiliza haikuongezei kitu, isipokuwa hasara. Kwa hiyo sema walladhina amanu, na watu wote watakaoamini. Fakta za imani Mungu mwenyewe katoa, zinajulikana, wanazo watu wengine. Waamilu salihati, na wale watakaotekeleza walichoamini kwa vitendo, wakafanya matendo mema. Alhamdulillah, watu wenye kutenda mema wako wengi tu, wanasaidia hapa, wanatoa misaada huku, wanafadhili hili, wanachukua huku wakaweka huku, mambo mazuri wanafanya. Lakini pamoja na uzuri wa wanachokifanya, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, sharti wayaamini, wayathamini na yale yote yaliyoteremshwa kwa Muhammad. Watakao yakubali masharti haya, kaffara anhum sayiatihim, watakuwa na wao wanayo makosa, lakini Allah atawafutia makosa yao. Wa aslaha balahum, na atawatengenezea mambo yao yawe na faida duniani na wanakokwenda pia. Aya hizi mbili zinaweza zikatupa sisi swala, au pia tunaweza tukapata hoja, tukahoji complaints, tunaweza tukapeleka manunguniko au malalamiko. Hawa waliokufuru ni watu, wanadamu kama wanadamu wengine. Kwa nini? Kwa sababu wamekufuru tu waambiwe matendo yao mazuri yamepotea?
wanayo mazuri wanafanya nao, kwa nini yapotee bure? Si yathaminiwe mazuri yao na walipwe? Na hao wanaoambiwa wameamini, kumbe na wao makosa wanayo. Hata huyo Mungu wao mwenyewe anathibitisha wanayo makosa, lakini anasema atawasamehe makosa yao, awatengenezee na jambo lao. Hawa wenye mema yakakataliwa na hawa wenye mabaya yakasamehewa. Hakuna upendeleo hapa. Nisema mniazime nyoyo zenu kidogo zifanye kazi. Nazungumza maneno kwamba Qur'ani inatuambia kuna watu kwa vipimo vya muumbaji wao wanakuwa wamekufuru, lakini mazuri mengine wanafanya, sio mabaya matupu wanafanya duniani, wanayo na mazuri wanafanya. Wanasaidia bajeti za nchi maskini kama Tanzania. Haweshi wakubwa wetu kwenda kuomba misaada kwa wahisani makafiri, na wanatoa mabilioni ya pesa, wanatusaidia kwenye kutengeneza miundombinu, barabara zetu za mikoa kwa mikoa za masafa marefu zikawa nzuri, tukajisikia na sisi kama wanavyojisikia watu wengine. Mazuri haya wanafanya. Vijiji vingine vina ukame na shida ya maji, wakajali sana shida wanayoipata watu, wakasaidia wakawekea maji, shule za msingi na sekondari, huduma za afya na mambo mengine. Makafiri wanafanya hivi. Sasa huyo Mungu ndo hayaoni haya kama mazuri? Si wanafanya na wao mema? Si kuna mizani huko yeye kaweka, apime sasa mema yao na mabaya yao? Na wallahi wengine makafiri lakini wana maadili, si wazinifu, hawanywi pombe, hawasengenyi mtu, ahadi zao za kweli, yote mazuri wanafanya. Lakini Allah anasema adalla a'malahum, amali zao wanazozifanya zimepotea bure. Na ndio maana akatumia kwenye aya yetu ya leo neno khashya, khashyatullah, kuchelea uovu na matokeo mabaya yaliyoko kwa Allah. Walladhina yakhshawna rabbahum, innal ladhina yakhshawna rabbahum. Wako duniani watu, lakini wanachelea matokeo mabaya watakaporudi kwa Mola wao. Wanachelea, wanaogopa, wanatahadhari. Kwa hiyo wanajitahidi kujiandaa. Carefree, kinachoendesha mambo yao ni akili zao wao wenyewe. Sasa mambo wanayafanya kwa mujibu wa akili zao, na muongozo wa kuufuata wameletewa, hawakuutaka. Waambiweje? Jambo lolote utakalolifanya nje ya utaratibu haliwezi kusihi. Umefanya jambo out of procedure, au umepiga mahesabu with wrong formula, huwezi kupata jawabu. Hawa wamekosea utaratibu. Mambo yao yote walioyafanya yamekosa udhamini, yamekosa pa kuwekwa. Kwa hiyo yapo tu yanapotea potea yenyewe. Wamekufuru. Na hawa wameamini. Fakta zote za imani wanazo, na kile walichoamini kwa kiasi cha uwezo wao wanakitendea kazi. Yanaonekana matendo yao ndani ya imani. Kwa hiyo walichokitenda ndani ya imani wamemkabidhi Rahmani. Yeye ndo dhamana, yeye ndo dhamana wa kuhifadhi matendo ya watu waliomuamini. Hawa wamemkufuru, sasa matendo yao yatatunzwa na nani? Na ukiwauliza wakwambia Mungu hakuna, na yeye ndo atakayekuwa mwenye kuhukumu na kulipa siku ya malipo. Leo wamemkataa. Hasa haya wanaoyafanya wanamfanyia nani? Huyo anayesema kaandaa siku ya malipo anawalipa watumishi wake waliofanya kazi zake kwa utaratibu aliowawekea. Yeye ndo dhamana wa kuyahifadhi matendo yao. Hawa mambo yao yamekosa mdhamini na hayakuwa na kitu cha kuyahifadhia, yamepotea bure. Tuko pamoja? Kwa hiyo waliokufuru watafanya mengine mazuri mazuri, lakini ni hivyo, hamna vingine. Adalla a'malahum, amali zao zimepotea bure, hazikupata mahala pazuri pa kuzitunzia. Walladhina amanu wa amilu salihati, na wale walioamini kwa sharti zote za imani wakatekeleza kwa vitendo walichokiamini. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, pamoja na yote lakini waliamini yaliyoteremshwa kwa Muhammad, hawakumkataa.
kitendo cha kumkataa Muhammad kinafuta pia hata na dini yenyewe haipo. Lazima uamini, hata kama unaamini imani ya vitabu vya zamani, akija na huyu mwingine naye umkubali, kwa sababu unabii ni madaraka, na madaraka watu wanalivishana office. Sisi nchi yetu ilikuwa katika makucha ya wakoloni. Aliyepigania uhuru anaambiwa Nyerere ndo rais wa kwanza wa Tanzania, katumikia wa Tanzania muda aliyokuwepo. Lakini ili tuwe na mwenendo mwema, lazima tuwe na msimamizi, lazima tuwe na rais. Nyerere kafa, sikakaa mwingine, kakaa mwingine tena, kakaa mwingine kabla ya Nyerere kufa. Mzee Ruksa kakaa baada ya kung'atuka mzee baba wa taifa. Sasa wakati yupo huyu, huwezi kusema mimi rais ninamtambua yule yule tu Nyerere, mwenye simtambui mimi kama rais. Lakini ndo keshatawazwa, keshaapishwa, ka take over office, anafanya kazi ya kusimamia majukumu ya nchi. Muda wake umekwisha, kaja mwingine, yule jamaa wa tani mbili, mbabe kweli kweli, kakaa. Huwezi kusema huyu simpendi mimi, huyu bwana namkataa, rais wangu yule yule Nyerere. Watu watakuona akili zako haziko sawa sawa. Kwa hiyo na manabii nao wamekuja duniani kutumikia jamii zao kwa awamu. Sasa hivi yuko huyu, mumheshimu na kumtii, mnamheshimu na mnamtii kwa aliyokuja nayo, pamoja na kutokuwa dharau waliomtangulia. Huu ndo utaratibu. Wamekuja manabii wengine sio mursalina, wengi walilazimika nao kila aliyekuja aheshimiwe na atiiwe, ndiye anayeongoza kwa wakati huo. Mpaka kaja Isa, kapewa na kitabu cha Injili. Waliokuwepo wakati ule walilazimika sasa wamheshimu na wamtii, hata kama walikuwepo wengine wasema si hatumtambui, si tunamfuata.